kwa pambana. Hii hapa ni nyara, ni ngozi ya chui ambazo tuweza katika operation tuweza kukamata waganga kama nilivyokuwa nimeelezea wakiwa na hizi nyara. Ni taarifa ya mafanikio ya Jeshi la Polisi katika kipindi cha mwezi mmoja kuanzia tarehe 1 Julai 2026 hadi sasa, ambapo matukio kadha wa kadha yamebainika na wahalifu wake wakiwa wametiwa nguvuni na jeshi hilo kupitia operesheni zake ambazo zimefanyika, ambapo leo hii taarifa hiyo imesomwa na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa jeshi hilo Twaha Lulengelule, ambapo kati ya wahalifu wengi ambao wamebainika pia miongoni mwao ni waganga 14 ambao wamekuwa wakiendesha shughuli hizo pasi na kuwa na kibali. Kwa upande wa makosa ya kupatikana na nyara za serikali, tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa 14. Kati yao watuhumiwa 7 wakiwa na meno mawili ya tembo na vipande 9 vya meno hayo, na watuhumiwa 7 wakiwa na miguu 8 ya swala, vipande vya ngozi ya nyamapori kama chui, pamoja na mazao ya misitu akimiliki bila kuwa na kibali kwa mujibu wa sheria. Kadhalika tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 14 waliofanya shughuli za uganga bila kibali, watuhumiwa 11 wa wizi wa pikipiki na watuhumiwa 5 wa wizi wa mifugo. Operesheni hizo zinaendelea kufanyika katika maeneo yote ya mkoa wa Tabora, na tunaendelea kuchukua hatua kwa madereva wachache ambao wanaendesha vyombo vya moto bila kuzingatia sheria za usalama barabarani, kwani watuhumiwa 18 wamefutiwa leseni zao za udereva kwa makosa ya mwendokasi, ulevi, kusababisha ajali na kuzidisha idadi ya abiria kwenye vyombo vya moto. Waganga hao 14 wanafanya kufikisha idadi ya watuhumiwa 128 waliokamatwa na Jeshi la Polisi kupitia operesheni zake ambazo zimefanyika hapa mkoani Tabora. Na hapa Kamanda Twaha Lulengelule anabainisha makosa ya watuhumiwa hao wengine. Kosa mauaji, ubakaji, kupatikana na mali za wizi, kujeruhi, kuharibu mali, kutishia kuua kwa silaha na shambulio kudhuru mwili na kutelekeza mtoto. Kati ya watuhumiwa wa makosa makubwa ni pamoja na mtuhumiwa mmoja aitwaye Shabani Haruna Kilongo ambaye alihukumiwa adhabu ya kifungo cha miaka 30 kwa kosa la kubaka, na mtuhumiwa mmoja anaitwa Isaac Majula Ruegela, yeye alihukumiwa adhabu ya kifungo cha nje cha mwaka mmoja kwa kosa la kuua bila kusudia. Katika hatua nyingine, Kamanda Twaha Lulengelule ameonyesha vidhibiti vya watuhumiwa hao. Katika operesheni hizo ndani tulikamata watuhumiwa wakiwa na bangi ambao ni kete ilikuwa 1200. Kwa miongoni mwa kete hizo ni hizi hapa, watuhumiwa tunafikisha mahakamani. Kwa kipindi hicho tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa 50 wakiwa na pombe ya moshi lita 273 pamoja na mtambo mmoja utenezea pombe hiyo, ambapo wote walifikishwa mahakamani na taratibu za kisheria zinaendelea. Taarifa hiyo ni sehemu ya mwendelezo wa Jeshi la Polisi katika kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama mkoa wa Tabora unaimarika kupitia operesheni zake ambazo zinafanyika mara kadha wa kadha zinazohakikisha pia matukio ya kiuhalifu yanadhibitiwa. Kutoka Tabora, mimi ni Michael Samuel Joji na hii ni Dar News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia tufuatilie kupitia mitandao yetu mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika habari leo_tz. Shukrani.